Bima Pub, urahisi wa maisha. Majina yangu naitwa Margaret William Mlekwa. Mimi ni mwanachama wa Chadema. Kwa sasa mimi ni katibu wa baraza la wanawake kanda ya Nyasa, kanda ambayo ina mikoa 5. Niko mbele yenu hapa waandishi wa habari. Kuna mambo kadhaa mawili nataka nizungumze na Watanzania na wanachama wenzangu, hususan watu wa Nyasa. Baada ya uchaguzi pale Mlimani City tukampata Mheshimiwa Lissu, mimi nilidhani baada ya ushindi, huku nyuma tulikuwa tuna mivutano mikubwa, nikadhani uongozi mpya unaweza ukawaunganisha, tukiwemo na sisi ambao tulikuwa kundi ambalo tunamuunga Freeman Aikaeli Mbowe ameshindwa, basi tuungane kwa pamoja ili tuendeleze hili gurudumu la siasa. Kumbe nilikuwa najielekeza vibaya. Kilichokuwa kinaendelea mpaka sasa ni chuki, ubinafsi na uzandiki ndani ya chama. Nasema hivyo kwa sababu tuna operation ambayo sisi ilianzia, hii ambayo inaitwa no reform no election. Ilianzia Nyasa, nafikiri waandishi habari mnafahamu. Yaani ubaguzi unaonekana waziwazi. Huyu ni mtu ambaye basi asipewe mic hata kusalimia kwenye mkutano. Huyu ni mtu ambaye basi asipate hata nafasi kwenye gari. Vitu vya hovyo kabisa ambavyo mimi niliingia Chadema, nilikuwa nina imani na Chadema nikiamini kwamba tunapendana, tuko kwenye umoja na tunashirikiana kwa mambo mbalimbali. Na ndiyo maana mnaisikia kuna Chadema family ambazo zilikuwa zinatuunganisha kwa pamoja. Tuko kwenye no reform no election. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, ni kweli nilikuwa kwenye ziara ya Nyasa. Nilizungumzia habari ya no reform no election. Lakini nilikaa nikatafakari. Wanasema tusiingie kwenye uchaguzi kwa sababu tusubiri mabadiliko ya sheria. Na kama tukikosa mabadiliko ya sheria, basi tukazuie uchaguzi. Na hoja ya viongozi wangu ni kwamba kama hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kwa sababu watu wetu wanakufa. Kwa hiyo tusiingie kwenye uchaguzi kwa sababu watu wetu wanakufa. Lakini hapo wanasema viongozi wangu wa Chadema kwamba tukazuie uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania na wanachama wenzangu wa Chadema, mimi binafsi kama Margaret Mlekwa sikuona mwanya wala upenyo unaoonyesha tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, kitu ambacho hakiwezekani. Na kuzuia uchaguzi ni madhara makubwa, ni bora tuingie kwenye uchaguzi. Na wanaongea hivyo ni wanaume 95%. Tunaumia kwenye madhara haya na madhira haya ni sisi wanawake. Ninawasihi wanawake wenzangu mnaonitazama, msiingie kwenye huo mkenge wa kwenda kuzuia uchaguzi. Kwanza ni kosa. Ni kosa na mtapigwa, mtavurugwa. Sasa wewe watoto wako, Mheshimiwa Mwenyekiti Lissu, wako Belgiji, unawaambia wengine wakazuia uchaguzi. Nani? Hakuna mzazi anayetamani kuona mtoto wake anakufa. Kwa hiyo sisi tukae mbele pale tunakwenda kuzuia uchaguzi, kitu ambacho mimi nilijitafakari nikaona sitoweza. Pamoja na mambo mengine yote wenzangu wamezungumza, mimi Margaret William Mlekwa kama katibu wa baraza la wanawake kanda ya Nyasa, mimi nimejivua wanachama wa Chadema. Mimi nimejivua nyadhifa zangu zote nilizonazo kwenye chama hiki. Na naomba nikaendelee kufanya shughuli zingine kwa sababu shughuli sio siasa tu. Mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wowote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia Bima Pub kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pub kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pub, urahisi wa maisha.